lakini kwa mapenzi yake la ilaha illa Allah leo hawajapata hapo kuiona. Lakini kuna watu walitamani wahudhurie maeneo haya, lakini hali zao si nzuri, na sasa hivi tunavyoongea wapo wanazipambania nafsi zao, na wengine saizi wanakula wanakunywa kwa kutumia mipira. Sisi Mwenyezi Mungu ameweza kutuamsha tena siku ya leo, lakini pia akatujalia na neema yake ya pumzi, akatujalia na neema yake ya afya na nguvu za kuweza kutoka kwetu mpaka kufika hapa. Kwa uchache wa shukurani tusemeni alhamdulillahi rabbil alamin. Ama baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, sitachoka kumtakia ziada za rehema kiongozi wa umma mtukufu wa daraja, si mwingine bali ni kipenzi chetu Muhammad, mtume wetu Muhammad. Wapenzi, leo ni siku ya pili ya mkutano huu katika maeneo haya. Jana yaliongeleka malengo na madhumuni ya mkutano huu katika maeneo haya, na leo tunaendelea na yale ambayo tulizungumza siku ya jana na yale ambayo turujuzwa kwamba malengo na madhumuni ya mkutano huu ni kukumbushana juu ya yale ambayo Mwenyezi Mungu anatuambia tuyafanye na kukatazana yale ambayo Mwenyezi Mungu ametukataza tusiyafanye. Ndugu zangu, mashehe wapo wa kuwaelekeza watu, kina mama tukae kimya jamani. Yupo Sheikh Ashir. Wapenzi, amani ni jambo bora sana katika maisha ya mwanadamu, kweli sio kweli? Lakini pia afya ni jambo bora mno katika maisha ya mwanadamu, kweli sio kweli? Na shehe kwa kuliona hili, kwa kuzipambania afya zetu, ameamua jana kutufanyia dua na akaamua pia kutumia ile silaha yake. Kwa nini? Ni kwa ajili ya kupingana na kushindana na wanga na wachawi. Sema wanga na wachawi. Nyinyi mnajua wanga na wachawi? Sasa leo nataka niwaongelee kidogo hawa wanga na wachawi ni watu wa namna gani. Wanga na wachawi hawa watu hawa ni watu ambao wakiingia katika maisha yako wanaenda kuyaharibu kabisa. Wakiingia katika maisha yako wanayafanya maisha yako yanakuwa ya tabu, wewe mwenyewe unakuwa mtu wa tabu, baba yako anakuwa maisha yake ya tabu, mama yako ya tabu, familia nzima, ukoo mzima mnakuwa maisha yenu ya tabu. Ukijumlisha unapata nini? Taabani. Hawa wanga na wachawi. Na wanga na wachawi ni watu wa aina gani? Hawa ni watu wawili tofauti. Ukisikia wanga ni mtu mwingine na ukisikia mchawi ni mtu mwingine, lakini kazi zao zinashabihiana. Na masharti yao ili uwe mchawi lazima kwanza uwe mwanga. Unakuwa mwanga alafu unaenda unakuwa mchawi. La, kama utaki kuingia katika uchawi unabaki katika wanga. Ni hipi kazi ya mwanga? Mwanga kazi yake ni kuyaharibu maisha yako kwa kukuchezea, yani kuharibia maisha yako, kufanya maisha yako yanakuwa ya tabu, kukulimisha, kutoa nje, kukusumbua, yani kufanya uchoke. Hiyo ndo kazi ya mwanga. Lakini mchawi kazi yake ni kubwa kabisa na taaruma yake ni kubwa. Sasa leo nataka niongelee kuhusu uchawi. Sema uchawi. Uchawi. Kama bimza. Ili uweze kuingia katika uchawi sasa, unapotaka kuingia katika taaluma ya uchawi, kwanza inapaswa ujue uchawi ni nini. Uchawi ni elimu ambayo iliyokuwa kubwa na inayouzwa kwa thamani kubwa kabisa. Uchawi ni elimu ambayo unafundishwa wewe mwanadamu jinsi ya kuitumia elimu hiyo kuwadhuru binadamu wenzako na kuwaharibia maisha yao. Na ilikuwepo tangia zama za Suleimani.
Sasa ni vipi ili uweze kuingia katika uchawi? Wana masharti yao. Cha kwanza, unaanza kuwa mwanga. Leo hii kuna watu ambao wanajijua wao ni wanga, na kuna watu hawajitambui wao ni wanga, bali ni wanga wanawanga, ila hajijui kama yeye ni mwanga, anawangishwa. Na kuna watu wanajifahamu kwamba mimi ni mwanga. Sasa mimi mwanga nataka nitoke katika uwanga, naingia katika uchawi. Cha kwanza kabisa, mwangamie, nitachukua karatasi yangu, nitaandika barua ya maombi. Na barua ya maombi ya kupeleka katika uchawi inaandikwa na kidole kidogo cha mtoto pamoja na damu ya hedhi ya mwanamama. Na karatasi nyeupe unachukua kidole, unaandika maombi yako. Mimi fulani bini fulani, mwanga wa sehemu fulani, naleta barua yangu hii ya maombi, nahitaji niingie katika chama cha uchawi. Baada ya kupeleka barua, wanakaa kikao sasa, wanakujadili. Baada ya kukujadili, wanakuita, wanakupa masharti yao ya kwanza kabisa ya kuingia katika uchawi. Jambo la kwanza kabisa, unaambiwa ili uingie katika uchawi inapaswa umkufuru Mungu wako. Unamkufuru vipi Mungu wako? Unapewa masharti. Unatoka nyumbani kwako, unaingia chooni. Baada ya kufika chooni, unaambiwa uliangalie tundu la choo, alafu uyatamke maneno ya Mwenyezi Mungu pamoja na jina lake, jambo ambalo ni unakufuru. Baada ya kutimiza sharti lao, sharti la pili linalofuata sasa, kuna miti miwili unatakiwa uitafute. Sema miti miwili. Hiyo miti miwili, mti mmoja unaitwa Faijar na mti mmoja unaitwa Haijar. Ukishaipata miti hiyo miwili, unaipeleka katika sehemu ambapo mnapokutana. Baada ya kuifikisha sasa, unapewa kazi ya mwisho ya kutoa kafara ili uweze kupewa kiapo cha kuingia katika uchawi. Kafara unayopewa kuitoa, unaambiwa toa yule ambaye unampenda katika moyo wako. Kama una mama yako unampenda, ndo huyo utamtoa. Kama una baba yako, mumeo, mwanao, wewe ambaye unampenda. Na ndio maana uchawi, tafsiri yake wanakwambia uchawi ni roho mbaya. Huwezi kuwa mchawi kama hauna roho mbaya. Baada ya kutoa kafara sasa, pale ambapo nyumbani kwako unatokea msiba Kigomba, mama fulani amekufa, kumbe bwana mama fulani ametolewa tu, yule mtu anataka aingie katika chama cha uchawi. Baada ya kutoa kafara, ile kafara usiku mmoja unaitishwa kikao kikubwa. Wanaitwa wachawi wa kaskazini, wanaitwa wachawi wa mbali, wanakusanyika. Inafanyika sherehe kubwa kabisa. Wewe ukiwa na wenzako mmekusanyika, ile kafara mlioitoa inaekwa pale, wanaitangalisha moto wao, wanaanza kuchoma ile miili ambayo mlitoa kafara. Unapewa sharti la mwisho, unaambiwa sasa sharti la mwisho ili uingie kabisa katika chama, inapaswa ule nyama ya mtu ambaye unayempenda. Nyama inachomwa vizuri, inaiva, unapewa wewe, unakula. Baada ya kula nyama ile, unasimikwa na damu. Baada ya kusimikwa na damu, unapewa sasa ile miti yako miwili, Faijar na Haijar. Unaambiwa sasa miti miwili hii, nenda nayo nyumbani kwako na nyama hii. Hii nyama tunayokupa nusu iliyobaki, nenda kwa majirani zako, nenda kwa mama Azijawa, kwa mama Azilongwa, wale ambao majirani zako unaona waroho, nenda kawalishe nyama hii iliyobaki. Ndio wewe sasa mama Azilongwa, umelala usiku, unaota uko kwenye shughuli kwa mama Asumani. Muda wa kula unamng'ang'aniza mama Asumani, ambaye mama Asumani, usiniambie chochote leo, nataka uniwekee nyama shingili, nijazie nyama nyama shingili. Ndio umepata kwenye ndoto hiyo, unaota unakula nyama, kumbe wachawi wanakulisha nyama. Jamka asubuhi umeshiba, nilikuwa nini mimi nimeshiba, kumbe jana washakufanyia. Sasa baada ya kufanya mambo hayo, unapewa zoezi lako wewe la kuweza kupaa na ungo na kuweza kuingia ndani kwa mtu pasipo na kutumia miti. Nini wanatumia? Wanatumia mafuta ya mtoto sera. Sema mtoto sera. Mtoto sera, jana shule alimuongelea kwa udogo. Mtoto sera anapatikana vipi? Mtoto sera ni ule mtoto ambaye anapatikana baina ya misukule miwili, msukule wa kike na msukule
wanaong'ara, sisi hatuwaoni kwa macho ya kawaida, lakini kwa macho ya imani, macho ya mashehe wanamuona msukule. Sasa ile misukule miwili inakutanishwa. Baada ya kukutanishwa misukule ile, msukule wa kike pale endapo anapata mimba, yule mtoto itakapofika miezi 9 akizaliwa, mtoto yule ndo anaitwa mtoto sela. Kazi yake nini mtoto sela? Mtoto sela baada ya kuzaliwa, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, mtoto sela na kwa mwisho wake wa kuishi katika dunia, wanamchukua mtoto sela, wanachimba shimo refu kabisa, alafu wanaweka mti, alafu chini wanawasha moto kwenye lile shimo, alafu wanamchukua mtoto sela, wanamkalisha kitako, alafu anachukuliwa mkuki ule kwa mkali kabisa, anachomwa mtoto sela kwenye makalio yake nyuma huku sehemu ya haja kubwa mpaka kwenye utosi. Baada ya kutokea kwenye utosi, anachukuliwa mtoto sela, ananyunyizwa kwenye moto, mtoto sela anatoka mafuta. Yale mafuta yanakingwa, mafuta yale yanakuwa ni mafuta ya kuendeshea ndege yako. Baada ya mtoto sela kuchuja mafuta, anaingizwa katika moto, mtoto sela anaiva. Baada ya kuiva, anatolewa, anachukuliwa, anatiwa katika kinu. Baada ya kutiwa katika kinu, wanamponda mtoto sela. Baada ya kumponda, ule unga wake ndio unaitwa usembe. Ule unga wake wanaumia kuingia ndani kwenye nyumba yako. Akifika katika nyumba yako, anachukua ule unga wake, anafanya yupo kwa Mama Shabani ndani, umelala umejifunika shuka, anakutingisha Mama Shabani mzima. Mama Shabani umelala umechoka, anakumwagia dawa zake, anakwambia twende ukanilimia shamba langu, cheka shamba la eka 100 unalima Mama Juma. Kiamka asubuhi biashara kufungua umechoka. Hiyo ndo kazi ya mtoto sela. Baada ya kukamilisha vitu vyote hivyo, sasa ndo unapewa ukubwa kwamba wewe sasa hivi Mama Mwajuma ushakuwa mchawi. Na ukishakuwa mchawi sasa, kama ulikuwa unaishi katika mji wa Dege, hapa mjini wewe ustahiki kuishi. Ndipo unamuona sasa Mama Asumani anakwambia kanunua kibanda chake Chanika, anahamia Chanika kijijini ndani huko. Lengo na madhumuni yake, uchawi au taki watu. Uchawi unatakiwa ujitenge peke yako, bimaana kwamba uchawi ni athiri yake roho mbaya, athiri yake na sifa. Maana kwamba mtu akikwambia kitu kidogo tu, wewe kama unao ndani, unatoka unampa chuma, kesho uone haioni. Ndugu zangu, nilitaka niuelezee kwa urefu kabisa uchawi, lakini shehe wangu unaona ananiambia muda wangu tayari umetamatika, dakika 90 za mpira zimekwisha. Kwa hiyo nilikuwa nawaomba tulizike na hichi ambacho tulichotoleana ama tulichoambiana. Lakini kabla sijamaliza, niusie nafsi yangu na kuzihusia nafsi zenu juu ya kumcha Allah tabaraka wa taala. Ya kumcha nani? Allah tabaraka wa taala. Walillahi alhamdu wa assalamu wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.